na hiyo pia ni tabia ya watu wa tasawuf, ni tabia ya mutasawwifun, ni tabia ya sufiyun. Lakini la pili, ishratul khuluq bitalattuf, ishratul khalqi bitalattuf, kutangamana na kujumuika pamoja na watu kwa upole. Hili ni moja katika mambo ambayo amependezeshewa nayo Imamu na Shafi'i, lakini wakati huo huo haya ukiyatafuta kwa watu wa tasawuf utayakuta. Lakini la tatu, suhbatu ahlu at-tasawuf, kuambatana pamoja na watu wa tasawuf. Imamu Shafi'i alikuwa hawi mbali, haachani na watu wa tasawuf, muda wote yuko pamoja na watu wa tasawuf, muda wote yuko na sufiyun. Kwa nini? Ni kwa sababu ya umuhimu aliouona kwao, ni kwa sababu ya faida alizoziona au alizostafidi nazo pale tu anapotoa muda wake kusuhubiana na watu wa tasawuf na sufiyun. Si hayo tu ya Imamu na Shafi'i, tuelekee kwa al-Imamu Ahmad bin Hanbal ambaye amefishwa mwaka 241 Hijria. Imamu na Ahmad bin Hanbal ambaye naye huyu kama alivyo Imamu Malik, kama alivyo Imamu Shafi'i na huyu Imamu Ahmad bin Hanbal, hawa wote ni katika wale al-a'immatul arba'a alladhina qad assasu al-madhahib, ni katika wale maimamu wanne ambao wameasisi madhehebu. Anasema kumtahadharisha mwanawe, na hili lilikuwa katika hatua za awali. Kana yuhadhiru waladahu, anamwambia alaika bihadithi, ewe mwanangu, chukua mazungumzo yangu haya yafanyie kazi. La tujalisi sufia, usikae na masufi. Liannahum juhal, kwa sababu masufi ni watu wajinga. Huu ulikuwa ni msimamo wake al-Imamu Ahmad bin Hanbal mwanzoni mwa majambo. Walakin baada muddatin min az-zaman, lakini baada ya kupita muda fulani, taraja, akarudi nyuma na kubadilisha mtazamo al-Imamu Ahmad bin Hanbal. Kwa nini? Bisuhbatihi Abu Hamza al-Baghdadi, kwa sababu ya kusuhubiana na huyu anayeitwa Abu Hamza al-Baghdadi. Akawa anasema kwamba yeye yashhadu sufia, baada ya kubadilisha mtazamo al-Imamu Ahmad akawa anasema yashhadu sufia bi 5 sifat, na ulikuwa sio mtazamo, sio ubadilishaji wa mtazamo wa kawaida. Huyu mwanachuoni mkubwa alikuwa ni mufakkirul islami, alikaa katafakari kwa ilmu na maarifa aliyompa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akawa amepata jibu lililokuwa sahihi kabisa kuhusiana na watu wa tasawuf na masufi. Yashhadu sufia bi 5 sifat, yeye anawashuhudia masufi kwamba ni watu wenye sifa 5. Kwanza, kathratul ilmi, wingi wa ilmu. Masufi ni watu wenye ilmu nyingi sana, na haiwezekani hata siku moja mtu ambaye yuko karibu na Mwenyezi Mungu, mtu ambaye ana muraqabatullah, wewe ukasema kwamba hana elimu, mjinga, kazi yake kupiga kelele tu na kuimba. Maana ndio maneno yao hayo. Kuna kauli inasema la yasihu zuhdu wattaqwa ma'a al-jahli, haisihi zuhdu wala uchamungu pamoja na ujinga. Haiwezekani taqi ukamwita mjinga wakati yeye yuko mbali sana katika kumtambua Mwenyezi Mungu na kujua utukufu wake na ufalme wake.
awwal wajibin ala al-insan ma'rifatu lillahi biistiqan. Mwanazubadi anatuambia jambo la wajibu kwa binadamu la mwanzo ni kumjua Mwenyezi Mungu kwa yaqini. Hilo ndio jambo la wajibu la mwanzo, kumjua Mwenyezi Mungu kwa yaqini. Huyo anayeitwa sufi au mutasawwif, yeye ameona aache kila kitu, kwanza amtambue Mwenyezi Mungu kwa yaqini. Sasa mtu wa namna hii ambaye ametekeleza wajibu wa mwanzo wa lazima kwa binadamu, wewe huwezi kumuita mjinga ukasema huyu ni mjinga tu. Huo ndio ulikuwa msimamo wake al-Imamu Ahmad bin Hanbal mwanzoni mwa mambo, lakini baada ya kutafakari tena tafakuri ya kielimu na maarifa akapata jibu hili: yashhadu as-sufiyya bi 5 sifat kathratul ilm. Kwanza wingi wa elimu, anawashuhudia masufi kwa sifa 5. Sifa ya kwanza wingi wa elimu, kwa sababu ya tafakuri yao kuhusiana na Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa karibu kwao na Mwenyezi Mungu. Hayo ni maarifa makubwa sana, hakuna maarifa makubwa kama hayo. Lakini almuraqaba, jambo la pili ni almuraqaba, kumchunga Mwenyezi Mungu, kuishi katika maamrisho na kujiepusha na makatazo, kujiweka mbali na makatazo. Al-khashya, hilo ni jambo la tatu. Al-khashya, kuwa na hofu na Allah. Jambo la 4 az-zuhdu, kupanyongo dunia. Masufi wameipanyongo dunia. Masufi wanamwogopa sana Mwenyezi Mungu. Watu wa tasawuf wana muraqabatullah, tena fi sirri wal alam, kwa siri na kwa dhahiri wanamchunga Mwenyezi Mungu. Wanachunga yale ambayo Mwenyezi Mungu anayataka, wanayatekeleza, na yale ambayo Mwenyezi Mungu hayataki wanajiepusha nayo na kujiweka mbali nayo. Lakini wingi wa elimu. Jambo la 5, ulul himma. Katika watu ambao duniani hapa, katika dunia hii, wenye himma ya hali ya juu ni watu wa tasawuf, ni masufi. Hawa watu wana himma ya hali ya juu. Kwanza huwakosi katika majambo ya kheri. Popote pale penye kheri, hawa watu wapo mbele. Lakini ni watu pia wenye tarbia njema na adabu iliyo sawa kabisa. Al-Imamu Ahmad, baada ya kuonekana kuwa na msimamo huu ambao ulitofautiana na msimamo wake wa mwanzo, mpaka akafikia hatua ya kumtahadharisha mtoto wake kwamba ajiweke mbali na masufi kwa sababu ni wajinga. Baada ya kubadilisha mtazamo na kuwa katika mtazamo huu, aliulizwa siku moja al-Imamu Ahmad, walakin yatawajaduna wa yanshudun, ewe al-Imamu Ahmad, lakini hawa watu masufi, hawa mutasawifuni, hawa kazi yao ni kupandisha midadi tu kwenye majambo yao, wanapandisha midadi tu, lakini pia wana kawaida ya kuimba tu nyimbo mbalimbali. Fa ajaba al-Imamu Ahmad bin Hanbal, akajibu akasema, da'uhum, waacheni hao. Maana yake nini? Maana yake wanalolifanya ala alhaq, liko katika haki kabisa. Hawaimbi nyimbo za kifedhuli, wanaimba nyimbo za kumsifu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, madaih, qasaid mbalimbali, manaqibu mbalimbali ya kumsifu Mwenyezi Mungu, ya kumsifu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini na auliya as-salihin, kuwasifu watu wa namna hiyo. Kwa hivyo anaashidi za namna hiyo hasina tatizo, waacheni. Ushuhuda unaohusiana na tasawuf haukuishia hapo tu kwa al-Imamu Ahmad na hao wengine tuliowataja. Tumwangalie al-Imamu Nawawi ambaye amefishwa
katika mwaka wa 676 Hijria. Al-Imam an-Nawawi anasema usulu tariqu at-tasawuf 5, na msemo huu unaashiria kwamba Imam an-Nawawi anaikubali tasawuf, anawakubali wana tasawuf. Anasema misingi ya njia ya tasawuf, misingi yake iko mitano. Usulu tariqi at-tasawuf 5, misingi ya njia ya tasawuf ni mitano. Msingi wa kwanza taqwa Allah fi sirri wal alani, kumcha Mwenyezi Mungu kwa siri na kwa dhahiri. Kumcha Mwenyezi Mungu kwa siri na kwa dhahiri, huu ni msingi wa kwanza katika misingi ya njia ya tasawuf. Msingi wa pili ittiba'u sunnah fil aqwal wal af'al, kufuata sunna katika kauli na vitendo. Sunna kwa maana ya ahadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadithi za bwana mtume Muhammad. Lakini la tatu al-i'rad 'anil khalqi fil iqbal wal idbar, yani adamul inshighal bil khalq, kuacha kushughulika na watu, kuacha kushughulika na viumbe, bal al-ihtimamu bil khaliq. Watu wanatakiwa wajishughulishe na muumbaji badali ya kujishughulisha na wale walioumbwa au na vile vilivyoumbwa. Fil iqbal wal idbar, katika kumwelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kujali na kutafakari mambo ya akhera, lakini kuachana na mambo ya dunia. Huu ni msingi wa tatu katika misingi ya njia ya tasawuf kwa ushuhuda wa al-Imam an-Nawawi. Msingi wa nne ar-ridha 'anillah fil qalil wal kathir, kuridhika katika uchache na wingi. Uchache unatokana na Mwenyezi Mungu na wingi pia unatokana na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kichache ambacho Mwenyezi Mungu amekupa, ridhika nacho. Kama ni elimu, pengine umefanya jitihada kubwa lakini ikafika pahala hiyo uliyokuwa nayo ndio ambayo Mwenyezi Mungu amekuruzuku, amekujalia nayo, amekupa hiyo, basi ridhika nayo. Kama ni riziki, hali kadhalika. Kana sallallahu alayhi wasallam qani'un bima yasarahu Allah, bima qasamahu Allah. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mwenye kutosheka na kile alichomfanyia wepesi Mwenyezi Mungu na kile alichompa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini msingi wa tano arrujuu ila Allah Ta'ala fi sarra'i wadh-dharra, kurudi kwa Mwenyezi Mungu mtukufu fi saa wa dhiki, katika hali ya faraja na katika hali ya dhiki. Yani unapokuwa katika dhiki na unapokuwa katika faraja, katika matumaini, basi vipindi vyote hivyo wewe unatakiwa uwe na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi ash-shidda. Unapokuwa katika hali ya matumaini, hali ya faraja, hali ya was'a, unatakiwa ujipendekeze na uwe karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atakuwa pamoja na wewe wakati wa shida na wakati wa dhiki. Kwa hivyo muda wote, iwe ni katika dhiki, iwe ni katika faraja na matumaini, muda wote wewe unatakiwa uwe na Mwenyezi Mungu mtukufu, urudi kwake. Hiyo ni misingi mitano ambayo anaizungumza al-Imam an-Nawawi kuhusiana na watu wa tasawuf au kuhusiana na mambo ya tasawuf. Kwa kumalizia, tumwangalie Ibn Taymiyyah ambaye amefishwa mwaka 728 Hijria sawa na mwaka 1263 Miladi. Huyu Ibn Taymiyyah, huyu watu wengi wanamchukulia kama salbi, kwamba ni mtu wa kupinga majambo, kwamba hoja zake nyingi ni za kupinga na sio ijabi. Lakini ukweli wa mambo yako mengi Ibn Taymiyyah anayakubali,
Tatizo tu ni kwamba watu wanapindisha mafundisho yake au hawanyooshi vizuri mafundisho yake, lakini yuko wazi na anafahamika vizuri. Anasema amma almustaqimuna min as-salikin fahum la yusawwihuna lisalik walau tara ala alhawa au masha ala alma an yakhruja an al-amri wan-nahy ash-shar'iyyin. Ama wale waliokuwa na msimamo miongoni mwa salikin, yani wenye kupita katika njia ya Allah, akiwakusudia hao watu wasufi na mutasawwifun, fahum la yusawwihun lisaliki wala utara ala alhawa, kwamba watu hawa hawawezi kumkubali wakamfanya kuwa ni miongoni mwao yule ambaye yuko nje na amri za Mwenyezi Mungu, lakini pia hataki kujiepusha na makatazo. Wala utara ala alhawa, hata kama ataruka katika hewa mtu huyo, au masha ala alma, au atakuwa anatembea juu ya maji, kama yuko nje ya mafundisho ya Allah na hataki kujiepusha na makatazo, yeye anasema Ibn Taymiyyah kwamba huyo mtu hawezi kujiingiza kuwa miongoni mwa saliki, na watu watasawufu wakamfanya na yeye kwamba ni miongoni mwao. Kauli hii ya Ibn Taymiyyah inakusudia nini, au anakusudia nini Ibn Taymiyyah? Anachokusudia Ibn Taymiyyah, hizi khawariqul ada laysa dalilan ala anna sahibaha mustaqim wa rubbama ibtila, kwamba mtu kufanya mambo kinyume na ilivyozoeleka haimaanishi kwamba hiyo ni dalili kwamba mtu huyo amenyoka, kwamba ni mtu wa Mungu. Anaweza akafanya jambo hapo watu wote mkasema labda huo ni muujiza, lakini miujiza ile dhihiri katika mikono ya mitume. Mawali wao wana karama, miujiza imekwisha, ilikuwa ni kwa mitume tu na manabii peke yao. Mawali wao wana karama, lakini inawezekana akatokezea mtu akafanya jambo kinyume na utaratibu, kisha watu wakasema wakamchukulia kwamba na yeye labda ni katika hao auliya Allah, kumbe sio. Kwa nini? Kwa sababu sio mustaqim. Warubama yakunu ibtila, na pengine kila alichokifanya ni mtihani tu ule Mungu amempa. Kauli hii ya Ibn Taymiyyah inamaanisha Ibn Taymiyyah yuhibbu sufiyya alhaqiqiyyun, anawapenda masufi wa kweli wenye kufuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kujiepusha na makatazo, na huyo ndio sufi wa kweli, huyo ndio mutasawwif wa kweli. Insha Allah, mpaka hapa tulipofika kwa siku hii ya leo, tutosheke na hichi. Tutakutana tena katika mfululizo wa darasa zetu zinazohusiana na tasawuf panapo majaliwa insha Allah Ta'ala. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.